Vipi msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi? Baada ya muda mrefu kabisa bila kuingiza vocal na sauti ya mamlaka katika channel ya Ulimbo wa Simulizi, basi leo tumerudi tena baada ya muda mrefu. Lakini pia tutaomba radhi mashabiki zetu kwa kuwacheleweshea kipande cha 16. Ni kwa sababu ya harakati za hapa na pale. Ya ukilinganisha sasa hivi ni high season katika mkoa wa Kilimanjaro. Kwa hiyo wageni au nikizungumzia watalii wanakuwa ni wengi, kwa hiyo na shughuli pia zinakuwa ni nyingi. Hivyo nilikuwa nimepotea kidogo kwa sababu hiyo ya kupeleka wageni huko juu kileleni, yani mlimani. Lakini kama nilivyosema, tunaomba radhi na sasa tunasonga nayo sehemu ya 16 ya simulizi yetu safi kabisa iliyoandikwa na Zuberi Musa Maruma, ambayo inakwenda kwa jina la Mzimu Uliorejea. Lakini pia mimi nikiwa ni Kaniban Ahmad, ambaye nakuongezea vocal sauti ya mamlaka niliyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Basi songa nayo bila kukuchelewesha. Ndio tuliishia pale ambapo Mama Martin alikuwa anataka wakapime vinasabu vya Martin ili kuhakikisha wazazi wao kwamba huyu mtoto ni wakao. Lakini baba Janet akawa amesema hapana, hakuna haja ya kurudia swala hilo kwa sababu wao wenyewe wamemkataa mtoto wao. Basi walifika nyumbani jioni, kwa kuwa walikuwa wamechoka, wakaoga na kula. Baada ya hapo kila mmoja akaenda chumbani kwake kulala. Leo lazima ni upate utamu wa upatao dada na mama. Ilikuwa ni sauti ya Jennifer akiwaza. Muda huo huo akamwangalia dada yake aliyekuwa kafumba macho. Taratibu akashuka kwenye kitanda. Nitajifanya mimi ni Janet, ila nitampa penzi tamu zaidi ya dada mpaka aone tofauti yetu. Basi akaendelea kuwaza huku akitoka nje kwa chumba kile mpaka chumbani kwa Martin. Akakiparamia kitanda na kuanza kusambaza ulimi wake ndani ya masikio ya kijana yule. Martin akashtuka na kumpa ushirikiano. Baby, yeah. Jennifer akazidi kutoa kilio kitamu pale Martin alipozinyonya chuchu zake ndogo kabisa. Janet akashtuka usingizini. Akashangaa kutokumuona mdogo wake. Macho yake akadondokea katika mlango. Mlango pia ulikuwa wazi. Akajua mdogo wake alikuwa chooni. Dakika zikakatika bila Jennifer kurejea. Machali yakamcheza. Akashuka kitandani kwa kunyata na kuelekea chumbani kwa Martin. Yeah. Oh shit. Ingiza babe. Ndio sauti aliyopokelewa nayo. Moyo ulimpasuka pa. Hakuamini kile akisikiacho. Mdogo wake kamsaliti. Martin kamsaliti. Katembea na familia yake yote kuanzia mama, yeye, mdogo wake, bila hata aibu. Oh my God. Hakuamini macho yake. Ni wazi alimchukulia kijana yule ni kicheche wa kutupwa aliyevamia familia yao. Chuki ikaanza kujitengeneza katika moyo wake. Aliegemea ukuta huku akilia. Janet mpenzi, penzi lako la leo ni tofauti na la siku nyingine zote tangu nimekufahamu. Janet akashtuka. Alitambua Martin alijua anafanya mapenzi na yeye. Akamlaani mdogo wake kwa kuingilia penzi lake. Ina maana Jennifer alijua juu ya mapenzi yangu na Martin. Iweje sasa nigeuke dada yake? Akawaza. Kwani tofauti yake iko wapi mpenzi? La leo ni tamu kuliko la siku zote. Kweli mpenzi? Ya, kweli kipenzi. Kadri Janet alivyoendelea kusikiliza maongezi yale, ndivyo alivyozidi kumchoma moyo wake. Akakimbilia kurudi chumbani kwake. Alipojifunika na shuka akaangua kilio.
alilia kwa maumivu makali ya moyo. Ndiyo, alikuwa na haki ya kulia. Mimi si Janet, mimi ni Jennifer. Kule ndani Jennifer akajitambulisha akipapasa kifua cha Martin. Martin akashtuka, hakuamini maneno yale. Alijua fika Jennifer alikuwa hampendi. Ni mara nyingi alimnyanyasa sana pale nyumbani. Yeye alimpenda Janet. Akamwangalia Jennifer kwa hasira. Umefanya nini Jennifer? Akamuuliza yule binti. Umekiri mimi ni mtamu zaidi ya dada Janet. Pia najua mimi ni mtamu zaidi ya mama. Kwa nini usiwe na kitu kitamu? Aliongea Jennifer akijigeuza kitandani pale. Martin akashtuka. Katu hakujua kama binti yule angejua juu ya uhusiano wake na mama yao. Akazidi kukosa raha. Naomba utoke Jennifer. Unanifukuza sio baada ya kunitumia? Natoka, ila nakuomba uachane na hao vikaragosi wako, ubaki na mimi, la sivyo utafanyaje? Martin akamuuliza kwa kebehi. Naomba utoke na usirudie upuuzi huu. Usinitukane Martin. Naenda, ila sitokubali kukuacha, la sivyo tukose wote, mama, dada na mimi tukukose. Sijakuelewa? Ukiniacha ndio utanielewa. Kwa heri, mimi naondoka. Usiku mwema. Baada ya kumaliza maneno yale, Jennifer akatoka zake akimwacha Martin katika mawazo mazito sana. Moyoni akipanga kufanya siri Janet asijue. Maskini Martin. Hakujua Janet alishajua kila kitu. Ila yule mtoto ni mtamu. Kwa nini nisiwe naye? Martin. Mawazo ya upotoshaji yakakivamia kichwa chake akikumbuka makeke aliyopewa pale kitandani. Ghafla mtarimbo ukasimama. Akaachia tabasamu zito sana. Nitawala wote watatu, kila mmoja kwa wakati wake, na wa kwanza kushika mimba ndiye nitakayempenda zaidi, na ndiye nitakayeishi naye na kumpa kipaumbele kikubwa sana. Na wakishika wote je? Sauti nyingine ikamhoji. Nitajua cha kufanya. Akaipa jibu sauti ile na kuvuta shuka kujifunika vizuri, akiutafuta usingizi mnono kabisa. Kutokana na uchovu hakukawia, akawa katika sahari nyingine. Janet alizidi kulia akikabiliana na maumivu makali ya moyo. Baada ya nusu saa mlango ukafunguliwa. Jennifer akaingia. Akapigwa na butwaa kumuona dada yake akilia. Aibu ikamvaa. Damu ni nzito kuliko maji. Mapacha wale walifanana kwa kila kitu. Simanzi ile alikuwa nayo Janet akamwambukiza na mdogo wake, naye akaanza kulia. Akamfuata Janet na kumpigia magoti akijihisi mkosaji. Nisamehe dada yangu. Nisamehe my love. Wakati wale wakiombana msamaha, baba Janet alikuwa akatoka akielekea chooni. Alipofika katika chumba kile, akapokelewa na Quick. Akasogea karibu, kisha akatega sikio kusikiliza. Nisamehe dada yangu. Nisamehe my love. Akamsikia mwanae akiomba msamaha huku akilia. Kilikuwa ni kibao kilichotua kwenye shavu la Jennifer kitakatifu kabisa. Binti yule akaachia yoe. Baba Janet kamlazimu kuingia. Ni nini kinachoendelea hapa? Jennifer na Janet wakaangaliana kwa mshangao, wakiwaza wajibu nini. Wakashtuliwa na swali lingine. Na wauliza, mnachogombania usiku huu ni kitu gani? Ni huyu Jennifer. Analala vibaya usiku kucha.
ni kunikanyaga, nimechoka baba. Janet aliongopa, sambamba na machozi kuendelea kumtiririka, naye mdogo wake akazidi kuomba msamaha. Lakini mwanangu Janet, mdogo wako si kasha kuomba msamaha? Msamehe na wewe Jennifer, umeshakuwa sasa, ujifunze kulala vizuri bana. Baada ya mjadala ule kuendelea kwa dakika kadhaa, hatimaye Janet akageukia upande wa pili kwa kitanda kile, ishara ya kwamba alihitaji kulala, akiyakabili maumivu makali ya moyo. Na baba yao akatoka na kurejea chumbani kwake, akijua ameacha amani chumbani kwa wanae. Martin. Taratibu baba. Baba Janet akashtushwa na sauti ya mke wake aliyekuwa akiota. Alikuwa akimuota Martin. Oh my God. Machale akamcheza. Hapa kuna kitu, na lazima nikijue. Haiwezekani, na ni lazima nijue juu ya hili. Na ikiwa hivyo, sijui nitamuadhibu adhabu gani huyo kijana. Akawaza baba Janet akimwangalia mkewe kwa jicho la mshangao lililochanganyikana na simanzi tele ndani yake. Aliazimia kuanzia siku hiyo aanze uchunguzi wa chini kwa chini. Taratibu akajilaza kitandani, akiruhusu msururu wa mawazo kujaa kwenye kichwa chake. Baada ya mawazo mengi kugongana kwenye kichwa chake, hatimaye naye akabebwa na usingizi. Oh my God. Martin, kweli mwanamke akiamua kukusaliti hawezi kujificha. Yaani utamgundua mapema sana. Hivi Martin, una akili gani lakini? Ina maana mimi sikutoshelezi mpaka utembee na wanangu wote wawili? Janet aliongea kwa hisia. Ni baada ya kugundua uhusiano uliokuwepo kati ya wanawe na kijana yule, waliamua kumsaidia. Hapana mama, mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Ina maana mimi naongea uongo, si ndio? Hapana mama, ila ukweli sina mahusiano yoyote na mabinti zako. Sawa, si unanificha? Endelea kunificha hivyo hivyo, ila ipo siku moja ukweli utabainika. Mama, hakuna ukweli wowote ni ufichao mama. Sawa, ila Martin, kuwa makini na kingine. Nahitaji hapa nyumbani uondoke. Nini? Nitaenda wapi mama? Umekurupuka kujibu Martin. Sina maana ya kwamba nakufukuza, la hasha. Bali jua tufanyacho ni hatari kwetu, na kinga ni bora kuliko tiba. Tujihadhari. Nahitaji upange chumba, mimi nitakuwa na kulipia kodi. Kazi si itakuwa basi mama? Hapana, nitakupa mtaji, utafungua hata duka. Katu hawa kujua maongezi yale sikiwa na baba Janet alijibanza nje ya chumba kile. Maskini Martin. Ina maana huyu kijana anadhihirisha ukidume wake katika familia yangu. Akawaza baba Janet na kuingia kule ndani kwa ghafla. Pamoja na maongezi yao aliyoyasikia aliyodhihirisha ni wapenzi, baba Janet alishtushwa na mkao aliowakuta wamekaa. Kilikuwa ni chumba cha Martin. Hakuweza kustahimili kuyatoa macho yake kwa mshangao. Hasira zilimpanda. Hakujua ni saa ngapi alichomoa bastora yake, mikono ikimtetemeka akaielekeza kwa Martin. Alikuwa tayari kuua. Tayari kidole chake kilikuwa kilishagusa kifyatulio risasi. Mdomo wake ulitema maneno kwa hisia kali, hakuamini kile akionacho. Ni wema kiasi gani niliyokutendea? Ina maana hujauona? Au haya ndio malipo stahiki aliyopaswa kunilipa shetani wewe? Nisamehe baba, nisamehe. Siwezi kukusamehe shetani mkubwa wewe. Umenitia fedheha. Huna thamani ya kuishi, inapaswa utangulie tukishenzi kabisa. Unakula mama, unakula na watoto wangu. Ina maana umethibitisha ukidume wako ndani ya nyumba yangu. Ni dharau kiasi gani wewe mtoto unanifanyia? Ni wakati alipofumba macho, haikujulikana Janet aliingia vipi kule ndani.
akamsukuma baba yake kwa kikumbo, na hiyo ikawa salama kwa Martin. Kwani Martin alijua alipaswa afanye nini. Alitoka nduki huku hakukumbuka kuchukua kitu chochote. Alikuwa kaponea chupu au kwenye tundu la sindano kama wengine wasemavyo. Baba Janet baada ya kuanguka chini huku akiwa mwingi wa jazba, machozi yalimtiririka, akaamka na kuanza kutoa dozi kwa mtoto wake yule sambamba na mke wake na sura ya kuua. Martin baada ya kufanikiwa kutoka nje ya nyumba ile salama, mawazo ya kutokuendelea kubaki jijini Arusha yakakivamia kichwa chake. Kwa vyovyote vile alijua lazima Baba Janet angemsaka kwa nia moja tu ya kumwangamiza. Lazima niende nje kabisa ya mji, mahali ambapo hatonipata kamwe. Ndio Mererani jijini Moshi. Tena kule nasikia wanajificha wauaji majambazi. Ndio, lazima nami nikachimbe madini. Kwa kuwa alikuwa na pesa kidogo, akapanda magari ya Arusha na kuianza safari. Katu hakujua kaka yake Bryson alikimbilia huko Arusha miaka 20 nyuma, na kimuonekano alibadilika, na hata jina alibadilisha pia. Alifanikiwa kuingia jijini Arusha mida ya jioni, kwa kuwa bado alikuwa na hela, akatafuta guest ya kulala. Asubuhi akapanda magari ya Mererani na kuelekea hadi kwenye machimbo. Ilikuwa ni vigumu kupata mwenyeji, ila hakukata tamaa. Alishia nje ya machimbo akishangaa. Mchana alienda kwa mama ntilie kula. Alipotoka aliendelea kushangaa mpaka jioni aliporudi nyumba ya kulala wageni. Pia hakuacha kuchukua malaya na kulala nao. Ndani ya wiki moja pesa yote iliyeyuka. Maskani yake yakawa kwa mama ntilie, akimsaidia kazi na kumpa wali kama malipo. Natamani sana nami niingie machimboni kuchimba madini, siku moja alimwambia mama ntilie yule. Aliangua kicheko. Kwa jinsi ulivyoshara utaweza kweli wewe? Mimi ni mwanaume mama, kazi yoyote napiga. Nimetoka Dar huku kuja kwa kazi hiyo, kivipi nishindo mamangu? Sawa, tutaona. Kuna mteja wangu mmoja atakuja, nitaongea naye akuchukue mkachimbe naye, usijali. Oh my god, nitashukuru sana mama. Basi bana. Na ndugu mpenzi msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, nafikiri hapa tuishie sehemu ya 16 ya simulizi yetu safi kabisa inayokwenda kwa jina la Mzimu Uliorejea. Lakini pia usisahau mimi ni Kaniban Ahmad, ambaye kama kawaida ninakuingizia voko na sauti ya mamlaka niliyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Basi endelea kutaradadi na channel safi kabisa na simulizi inayokwenda kwa jina la Mzimu Uliorejea. Lakini pia yule nguli aliyekuandikia simulizi hii si mwingine ni Mzuberi Musa Maruma, ambaye unampata kwa namba za simu 0759 42 76 na mwisho ni 53. Na asante kwa kuwa nami pamoja katika channel ya Ulimbo wa Simulizi. Lakini pia kama ni mgeni katika channel ya Ulimbo wa Simulizi, tafadhali tunakuomba usiwe mchoyo wa kubonyeza alama ya neno subscribe. Lakini pia usiache kubonyeza alama ya kengele ili kuwa mtu wa kwanza kabisa kupata notification pindi tunapoweka simulizi zetu kwa mara ya kwanza kabisa. Na asante na ciao.